wakati wa zamani wa nyuma, tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kuondoka Mtume akashika Abu Bakar Siddiq akawa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na miaka mitatu ya kwanza katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab. Muda huu wote kulikuwa hakuna kitu kinaitwa kalenda ya Kiislamu. Walipokuwa wanataka kuzungumzia tukio fulani, walikuwa wakitaka kutaja tarehe. Wakati huo wa zamani walikuwa wanakusudia matukio makubwa yaliyotokea katika miaka. Wanasema kwa mfano katika mwaka Amul Fili, katika mwaka wa ndovu ndio alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana kulikuwa hakuna kalenda. Amu Ar-Ramada, Amu Taun, Imwas na matukio mengine kama haya makubwa makubwa ndio ambayo yalikuwa yakitengeneza kalenda. Ndani ya utawala wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mwaka wa 3 baada ya yeye kushika khalifa, aliandikiwa barua na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ameteuliwa kwamba ni moja katika magavana wasimamizi katika utawala wa Umar, miongoni mwa miji ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Kiislamu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu akamwandikia Umar ibn Khattab, akamwambia: ya amira al-mu'minin, yatina minka kutubun wa rasail laysa fiha tarikh, inatujia kutoka kwako barua na maelezo na amri kupitia kwa barua na maandiko ambayo unayoyatuma kwetu sisi tukiwa ni wawakilishi wako katika miji mbalimbali, laisa laha tarikh, lakini barua hizo hazina tarikh. Kwa hiyo hatuwezi kujua barua hizi ilitoka lini, ikafika kwetu lini, na inatakiwa kufanya kazi wakati gani. Hatuna tarikhi yote wala kalenda. Alipopata barua hii Umar ibn Khattab kutoka kwa sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, jamaa as-sahaba. Umar ibn Khattab ilikuwa kama kawaida yake, anapoletewa jambo ambalo ni zito katika Uislamu, huwa halipigii bongo yeye mwenyewe peke yake akaamua, bali ilikuwa kawaida yake pamoja na sahaba wenziwe, kadhalika makhalifa waliofuata, na hata khalifa aliyekuwa kabla Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hawa makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa na ada na sunna ya uzoefu wa kuitisha vikao vya masahaba ili kupatikaniwe shura katika lile jambo ambalo watalitolea uamuzi. Fajamaa sahabata wastasharahum, akawakusanya sahaba akataka ushauri wao. Sahaba, mnasemaje kuhusu kadhia ya kwamba sisi waislamu tunahitajia tuwe na kalenda? Kukaanza kutoka rai mbalimbali. Ikatoka rai kwamba tufuate kalenda ya Furs, Persians, ambalo lilikuwa ni dola kubwa wakati ule, lakini masahaba wengi wakalipinga hilo. Wakasema sisi nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, sisi ni watu ambao Allah ametukirimu na ametuinua kwa Uislamu. Hatuwezi kuwa sisi tunaiga mambo ya kalenda, dola na itikadi na mifumo na thakafa za watu wasiokuwa sisi. Kwa hiyo ikaanguka. Rai ya pili ikatoka, tufuate kalenda ya Rum, dola la Roma lilikuwa kadhalika ni dola kubwa, lakini kadhalika sahaba karihu, pia walichukizwa na kwamba iwe kalenda ya Uislamu ati imeegemea kalenda ya Waroma. Kukatoka rai mbalimbali pale. Wasahaba wakaanza kutoa rai zingine katika Uislamu
kwamba basi kalenda pengine ianze kuanzia mwaka amul fil aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikatoka rai nyingine kadhalika kwamba kalenda ianze kuanzia mab'athi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mwaka aliotumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanywa kwamba ni mtume na nabii. Mwishowe baada ya haya mazungumzo na majadiliano, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akawaambia sahaba, inni ara an naj'ala bidayata at-tarikh al-islami min al-hijra. Sahaba wenzangu, mimi naona ya kwamba tuegemeze mwanzo wa kalenda ya Kiislamu kuanzia hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ule mwaka alioondoka kutoka Makka kwenda Madina. Liannaha alhaditha, kwa sababu hijra ndilo tukio ambalo farraqa Allahu biha alhaqqa walbatil, kwa sababu hijra ndilo tukio ambalo Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu alilipambanua kutumia tukio hili baina ya haki na batil. Mnasemaje masahaba? Sahaba wote wakapendezwa mno na rai hii na wazo hili la Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ikasimama ijma' ya sahaba kwamba mwanzo wa kalenda ya Kiislamu itaanza kuanzia hijratun nabii sallallahu alayhi wasallam min Makkah ila al-Madina. Kukazuka swali lingine la pili, sasa huo ndio mwanzo wa kalenda ya Kiislamu, kwa hivyo huo ndio utakuwa mwaka wa kwanza wa Kiislamu. Tukisongea mbele tunahesabu mwaka wa pili, wa tatu, mpaka hivi leo tulipofika wakati ule Umar akiwa anashauriana na sahaba siku hiyo. Swali la pili lililokuja ni kwamba katika kalenda hiyo ya Kiislamu mwezi upi ndio utakaoanzia mwaka huo? Kalenda ya Kiislamu ianze na mwezi upi kati ya miezi 12 tunayojua? Kukatoka kadhalika rai mbalimbali. Sahaba wengine wakatoa rai kwamba tuanze na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndio uwe mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, kwa sababu ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuteremshia Qur'an. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Ikatoka rai nyingine kwamba mwezi wa kwanza uwe ni mwezi wa Rabiul Awwal, kwa sababu maadamu tumeikitisha kalenda ya Kiislamu katika hijra, basi na kadhalika Rabiul Awwal ndio uliokuwa mwezi ambao alifanya ndani yake hijra mtume sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina. Kwa hivyo iwe mwezi wa kwanza ni Rabiul Awwal. Wakaendelea kujadiliana sahaba katika swala hili mpaka yakatoka mawazo kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, rai ambayo ikaungwa mkono na Umar ibn Khattab, rai ambayo ikaungwa mkono na Uthman bin Affan, makhalifa watatu hao waliobakia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakaliunga mkono rai hii iliyotoka kwa Ali bin Abi Talib kwamba kalenda ianze mwezi wa Muharram, kwa sababu ni mwezi ambao Waislamu watakuwa washamaliza ibada yao ya hija katika mwezi wa Dhulhijja. Na ibada ya hija ni ibada inayotoa ishara ya kutimia kwa nguzo 5 za Kiislamu. Swala inaswaliwa mwaka mzima, siyam katika mwezi wa Ramadhani, na zaka ipo katikati ya mwaka kadhalika. Sasa tukija katika hija ndio inayofunga mwaka. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni ishara ya tamam arkani al-Islam. Moja. Pili, ni kwa sababu ndio mwezi ambao Ansari walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta bai'a na kusimamisha bai'a ya Uislamu kwamba watamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndani ya mwezi huo wa Muharram al-Ansaru wakatoa azima yao ya kwamba itakaposimama amri ya hijra
wao watakuwa wako tayari kuwapokea waislamu wanaotoka kutoka Makka kuja Madina. Masahaba wote kwa jumla kwa kauli moja, kwa msimamo mmoja, wakaliunga kadhalika mkono wazo hili kwamba mwezi wa Muharram ndio uwe mwezi wa mkwanza. Kutokamana na masimulizi haya ndio yataja, ndio ikasimama kalenda ya Kiislamu inayosema ya kwamba mwaka wa kwanza wa Hijria ni mwaka aliogura Mtume sallallahu alaihi wasallam min Makka ila al-Madina, na mwezi wa kwanza ni ule mwezi wa Muharram kama walivyoafikiana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.